Ni hatari. Samir Yasin, Benan Morsel poteza control. Zimbwe Junior, Mohamed Hussein. Zimbwe Junior ameua, shuti kama vita. Fair play kwa wapi Zimbwe? Fair play kwa wapi baba? Wakapoteza mali hapa. Zimbwe kaiba, akatandika bunduki. Golikipa akajaribu kudaka ile. Maini, bandama, utumbo, vyote vingesambaratika. Tungempoteza kabisa. Angepotea kabisa. Wimbo wa ushindi. Kwa kutumia kipaji chake kuleta ushindi, aliandika jina lake kwa alama ya miguu na dunia ikaweza kulisoma. Ukitaka kujua ugumu na umuhimu wa mtaalamu huyu mwenye sifa mbalimbali za kiufundi aliyokuwa nao ndani ya Simba, fahamu kuwa aliweza kukabiliana na mabadiliko mbalimbali ya benchi la ufundi na wachezaji kwa umri wa miaka 11, lakini yeye akabaki kuwa mwamba usiotikisika. Zimbwe si beki tu, bali kiongozi, mfano na mwana Msimbazi halisi, na hakuwahi kutafuta sifa, bali alizijenga kwa kuwa kiongozi mkimya. Alionyesha uaminifu si kwa maneno, bali kwa kubeba jezi ya Simba kwa heshima isiyo na doa. Wakati wengi walikuwa wakihama timu kila msimu wakitafuta nafasi, Zimbwe Junior alijenga jina lake kwenye klabu moja. Wakati wengine walikimbilia taa za miji mikubwa ya nje, yeye alichagua kuandika hadithi ya utulivu, ustahimilivu na heshima ndani ya Simba Sports Club. Nguvu ya mashabiki walioko nyuma yake waliamini kuwa kuna mechi walishinda kwa sababu Shabalala hakuogopa kuumia juu ya jasho jingi alilolitoa kuwapa matokeo. Kilichofanya wino wa kalamu yangu umwagike juu ya mtaalamu huyu ni kuwa wakati wengine walicheza mchezo, yeye aliubadilisha kwa kuacha alama, kwani wengi hucheza lakini ni wachache hujenga urithi. Shabalala ameacha pengo ambalo halitazibwa na mchezaji tu, bali kwa moyo, roho pamoja na nafsi ya kuipambania jezi ya Simba Sports Club aliyoweza kuiwakilisha kwa mapenzi makubwa. Ukweli ni kwamba sifa za mtaalamu huyu ni kuwa na mtindo wa kucheza kama mshambuliaji wakati akihudumu safu ya ulinzi, na mara zote amekuwa mchezaji wa kipekee, akianza mchezo kama beki wa kushoto na kumaliza kama mshambuliaji, kwani hulazimika kuweka nguvu ya ziada kwenye eneo lake la upande wa kushoto kwa kuukata upepo, huku wingi wa akili ya kuusoma mchezo ukimsaidia kuchora ramani za wapinzani pindi awapo uwanjani. Ni nani wa kumzidi Shabalala kwenye eneo lake la kazi?
Hussein weka cross ndani kule. Kasi kama upepo na mashuti kama radi, Mohamed Hussein si beki tu bali ni tishio, huku mguu wake wa kushoto haupigi mipira tu bali hutuma ujumbe. Bingwa mara 4 wa ligi kuu na mara 4 kwa upande wa FA umetosha kumpa heshima ya kuwa miongoni mwa magwiji ndani ya Simba, huku tuzo binafsi ya mchezaji bora wa ligi kuu kwa msimu wa mwaka 2016-17 na beki bora wa ligi kwa msimu wa mwaka 2020-21. Zimbwe si beki wa masihara. Kuondoka kwako ndani ya viunga vya Wanalunya si mwisho safari, bali ni hatua mpya ya heshima. Uongozi wa Simba Sports Club, wapenzi lialia pamoja na mashabiki wa jina lako wanakushukuru kwa kila dakika, jasho na damu, kwa ukimya uliobeba heshima ya wekundu wa Msimbazi. Ulikuja kama beki na unaondoka kama nguzo ya historia. Kamwe muda hauwezi kufuta alama ulioiacha. Mwandishi wa makala hii ni mguu wa dhahabu Sharifu Bayona, nami msimuliaji wako ni Ruqayya binti Wambugita.